Kwa maadili katika jamii yetu utatokana na kila mmoja kutimiza wajibu wake pasavyo. Aidha, sisi viongozi wa dini tunao wajibu mkubwa katika kuiandaa jamii yetu kuwa na maadili mema kwa kusimamia na kutoa mafundisho sahihi kupitia dini na vitabu vyetu vitukufu, ikiwa ni pamoja na kukemea na kukataza vitendo vyote viovu visivyofaa katika jamii yetu. Tuendelee kuimarisha amani yetu, tuendelee kuwalea watoto wetu. Watoto wanaolelewa vizuri kwenye maadili hawawezi kuthubutu kutukana watu. Hata huko kwenye mitandao ya kijamii ukiona vijana wanatukana wazee, ukiona vijana wanatukana viongozi, ujue kuna upungufu wa malezi. Malezi yanaanzia nyumbani. Tuwalee watoto wetu vizuri. Tukiwalea vizuri, itakuwa ni mwanzo wa wao kutuombea dua tukiondoka katika mgongo huu wa dunia. Tusipowalea vizuri, kumbuke watoto hawa watafanya kazi ya kugombania katika yale ambayo nyinyi mlitumia jasho lenu kuyatengeneza kwa ajili yao. Tumefanya dua nyingi na tunaendelea kufanya kuiombea nchi, na hatutaacha. Hatusikii maneno ya watu wasemayo, hatufati maneno ya watu. Tutaendelea kuiombea nchi, tutaendelea kumwombea rais wetu, tutaendelea kuhakikisha kwamba tunasimama na wapenda amani wote. Vijana, tambueni wajibu wenu, fahamuni nafasi yenu, shikamaneni na yale mliyojifunza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakika thamani ya umma, thamani ya jamii ni katika vijana. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaomba tuendelee kuwa na mshikamano huu, hasa mwaka huu ambao unaenda kwa uchaguzi. Kusiwepo na tabaka za aina mbalimbali ya kusema huyu ni Muislamu tusimpe kura, huyu ni Mkristo tusimpe kura. Wote ni Watanzania. Tuendelee kudumisha hiyo amani. Na Tanzania tunaijenga sisi sote, watu wa madhehebu yote, watu wa lugha zote, watu wa makabila yote. Ndio maana tuna msemo katika kamati yetu ya amani: tunakula pamoja, tunaishi pamoja, tunacheza pamoja katika taifa moja liitwalo Tanzania.